Na tazama, mimi niko pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahali. Amina. Maranatha, Yesu anakuja. Tumaini la marejeo, Januari 4. Yeye mwenye kuyashuhudia haya asema, naam, naja upesi. Amina, na uje Bwana Yesu. Ufunuo 22 mstari wa 20. Kwa karne zote kurudi kwa Bwana mara ya pili limekuwa ndilo tumaini la wafuasi wake wa kweli. Ahadi ya Mwokozi wakati akiagana na wanafunzi katika mlima wa Mizeituni kwamba atakuja tena. Aliangaza nuru katika siku za usoni kwa wanafunzi wake na kuijaza mioyo yao furaha na matumaini ambayo yasingeweza kuzimwa na huzuni wala kuafifishwa na majaribu. Katikati ya maumivu na mateso, mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na Mwokozi wetu, ilikuwa ni tumaini lenye baraka. Wakristo wa Thesalonike walipokuwa wakihuzunika wakati wa kuwazika wapendwa wao waliokuwa wameishi na kuamini kuwa wangeshuhudia kuja kwa Bwana, Mtume Paulo aliyekuwa mwalimu wao aliwaelekeza kwenye ufufuo ambao utafanyika wakati Mwokozi atakaporejea. Ndipo wale waliokufa katika Kristo watafufuliwa, nao wataungana na watakatifu walio hai, na kwa pamoja watanyakuliwa ili wamlaki Bwana angani. Na hivyo akasema, hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Basi farijianeni kwa maneno hayo. Thesalonike wa kwanza 4:16 mpaka 18. Kutoka katika magereza yaliyo chini ya ardhi, nguzo za kuchomea watu moto na majukwaa ya kunyongea watu, ambapo watakatifu na wafia dini walitoa ushuhuda wao juu ya kweli, daima huja maneno yanayoshuhudia imani na tumaini lao. Mkristo mmoja alisema, kwa sababu ya kupatiwa uhakika wa kufufuka kwake na hatimaye ufufuko wao wenyewe wakati wa kuja kwake, hawakuogopa kifo, nao walipata ushindi. Daniel T. Tyler, The Reign of Christ on the Earth, The Voice of Church in All Ages, ukurasa wa 33. Walikuwa tayari kufa ili waweze kufuliwa wakiwa huru. Walitazamia Bwana aje katika mawingu ya mbinguni pamoja na utukufu wa Baba yake, akileta majira ya ufalme kwa wenye haki. Wawardensia walishikilia imani hiyo. Wycliffe alitazamia marejeo ya Mwokozi kama tumaini la kanisa. Akiwa katika kisiwa chenye miamba cha Patmo, yule mwanafunzi mpendwa alisikia ahadi hii, naam, naja upesi. Na jibu lake lenye shauku, amina, na uje ya Bwana Yesu, linatoa mwangwi wa kile ambacho kimekuwa ni ombi la kanisa katika safari yake yote hapa duniani.